Sauti Live. Yes, ndivyo tunavyompigia Mungu kelele za shangwe kila Jumapili ndani ya Sauti Live. Lakini leo tumetoka kidogo, tumetoka Dar es Salaam, tuko pembezoni mwa Dar es Salaam. Tumevuka milima na mabonde, tukafika katika kigango cha Mtakatifu Padre Pio, lakini tuko ndani ya kituo cha sala. Na hapa tuko ndani ya parokia ya Yakobo Mkuu Mtume Mbande, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na kwaya nilionao siku leo ni kwaya ya Mtakatifu Veronica. Mbona utoki leo? Nimetoka utume popote, si ndio tuko Mbande ndani ya kigango cha Mtakatifu Padre Pio, lakini kituo cha sala. Na leo kama nilivyokujuza ni kwaya ya Mtakatifu Veronica. Ni watoto wa Mbande. Tunakuletea Sauti Live moja kwa moja kutoka hapa katika kituo cha sala. Lengo ni moja tu, kumsifu Mwenyezi Mungu, kusali mara mbili, lakini pia kutambuana na kuzifahamu kwaya zetu kutoka sehemu mbalimbali. Mimi ni Mary binti wa Yuda pamoja na crew nzima, tuko kwenye upepo mwanana kabisa huku Mbande. Unakujua ni Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Crew nzima ya Sauti Live tunakukaribisha sana, tuwe sote mpaka tamati. Karibu sana. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Naona mnamzuka, nisikie vigelegele vya Mbande. Haya mtazamaji, umesikia mambo Yaani hapo ndo hatujaanza. Tukianza inakuaje? Ila katika nilipokuwa naingia hapa nikakutana na organisti. Organisti huyu bwana mimi nilimuona mahali. Ni wapi? Basi tutazungumza naye hapo kidogo, lakini kumbuka tuko naye mwalimu nani vile? Mwalimu Godwin Petro ndani ya kituo hiki cha sala na kwaya ya Mtakatifu Veronica. Basi tupate kusali nao mara mbili, kusikia sauti zao nzuri wakimtukuza Mwenyezi Mungu kutoka katika kituo hiki cha sala cha Mtakatifu Beda. Haya, kituo cha sala cha Mtakatifu Beda ndani ya kigango cha Mtakatifu Padre Pio, parokia Yakobo Mkuu Mtume Mbande. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Nisikie vigelegele. Na mtazamaji, tunakwenda kusali mara mbili na wanakwaya haya wa kwaya ya Mtakatifu Veronica katika kituo hiki cha sala cha Mtakatifu Beda. Karibuni. Pigieni Mungu kelele za shangwe, nchi yote ipeni utukufu wake. Tukuzeni sifa zake Mungu mkuu. Mwambieni Mungu, matendo yako yanatisha kama nini. Tukuzeni sifa zake Mungu.
Maria, tumefika tena katika kituo cha sala cha Mtakatifu Beda, si ndio kigango cha Mtakatifu Padre Pio, parokia ya Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume Mbande, jimbo kuu la Dar es Salaam, kwaya ya Mtakatifu Veronica. Shangwe nyingi kwa kweli. Tuko kwa ajili yako, tuko kwa ajili ya kuhakikisha injili inasonga mbele kupitia utume wa uimbaji jamani, au sio? Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Na mwini Sauti Live, kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, na tuko Mbande huku katika kituo cha sala cha Mtakatifu Padre Beda na kwaya ya Mtakatifu Veronica. Maoni, ushauri utatuma kupitia nambari yetu ambayo ni 0742 773 444. Simpo tayari jamani? Mpo tayari? Na mtazamaji, basi tufahamu mawili matatu kutoka kwaya hii ya Mtakatifu Veronica, si ndio Ni kituo cha sala jamani, kituo cha sala. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Mwenyekiti tunaye, hatuna? Sauti mwenyekiti tunaye, hatuna? Hebu mleteni mwenyekiti kwa vigelegele na makofi. Baba huyo. Amepiga tai peke yake. Vigelegele vingi kwa mwenyekiti. Sogelea kisemeo. Naona uko na wanakwaya wako wa kudumu kabisa hawa. Safi sana. Hongera. Hongera sana kwa utume mwenyekiti. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji tu kufahamu jina lako. Kwa jina naitwa Sisti Florian Fungo. Ni kwenye kwaya hii ni makamu mwenyekiti. Mwenyekiti wangu ana tatizo kidogo la kiafya, yupo hapa. Na pia ni mwenyekiti wa ukakata parokia ya Mbande. Kwa hiyo tuko hapa katika hali ya kuijirisha. Tunataka kupeleka ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wake kwa kutumia njia ya uimbaji. Kwa hiyo unavyoona hii ni kwaya kwa kweli bado changa. Kwa sababu rasmi ilizinduliwa tarehe 8 mwezi wa 4 2023. Lakini hapo nyuma ilikuwepo, lakini ilikuwa ya wawata tupu. Ndio maana kina baba mko wachache. Kina mama oye. Jamani kina baba jamani, msikae nyuma sana tupo katika kigango cha Mtakatifu Padre Pio, lakini hapa ni kituo cha sala, na nyuma yetu kama unavyotazama hivyo ndio jengo letu la kituo cha sala. Tunasali hapa, lakini pia tunamwimbia Mungu katika roho na kweli, na tunasali mara mbili na kwaya hii ya Mtakatifu Veronica, kwaya ambayo ina wanawake wengi. Vigelegele. Mimi ni kwa mara ya kwanza kabisa mtazamaji na kutana na kwaya katika kituo cha sala. Nina furaha sana jamani. Sijawahi kukutana na kwaya katika kituo cha sala, kwa mara ya kwanza ndani ya Sauti Live. Basi hivyo nina furaha tele kumtukuza Mungu na kutangaza matendo yake makuu kupitia kituo hiki cha sala cha Mtakatifu Beda ndani ya kigango cha Mtakatifu Padre Pio, parokia ya Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume Mbande, ni ndani ya jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Wala utufahamu historia ya kwaya hii ya Mtakatifu Veronica kwa ufupi tu. Kwaya hii ya Mtakatifu Veronica kama nilivyosema ilikuwepo huko awali. Ikiwa na wanakwaya kina mama tupu. Na unavyojua jiografia ya mazingira yetu huku Wakristo ndo tunahamia.
Okay. Sio kwamba kuna Wakristo wazawa eneo hili. Kwa hiyo wenyeji wetu wengi ni upande wa pili. Upande wa pili. Okay. Kwa hiyo wote hapa ni wahamiaji huko. Kwa hiyo na wengine kama sisi, mimi mwenyekiti na mzee pale, baada ya kuja kuona kwamba kwaya yetu ina kina mama tupu na tuna utume huu ndani yetu wa uimbaji, basi tukajiunga na kama unavyotuona. Kwa hiyo ni kwaya kama nilivyotangulia kusema, ni kwaya changa. Na nadhani basi kwa namna unavyoiona utaona kabisa kwamba ni changa, lakini kwa Mungu hakuna uchanga. Ndio maana unaona tupo, tumewaita TV Tumaini, tupo kwenye kipindi cha Sauti Live na tunaimba kabisa katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Nini matamanio yenu? Pamoja na kuwa wachanga, mko kwenye kituo cha sala, lakini mmeonyesha mnaweza. Kuna wengine wapo kwenye parokia lakini hawajawahi kuniita hata siku moja, lakini leo nimekuja kwenye kituo cha sala. Nini matamanio yenu ya baadaye kama kwaya? Kwanza kabla ya matamanio, ninachoisifu kwaya hii ni nidhamu. Yani kwa kweli hili niwapongeze, wana nidhamu ya hali ya juu. Kweli. Kabisa. Yani nidhamu hapo ni kama tuko jeshini. Kabisa. Hatari. Kwa hiyo matamanio yetu kwa kweli ni kufika mbali. Kufika mbali. Mbali wapi kwa maana gani? Hatujawahi kurekodi. Hatujawahi kurekodi. Kwa hiyo tunatamani turekodi. Tunatamani tuwe kwaya kubwa ambayo ni maarufu katika jiji letu la jimbo letu kula Dar es Salaam. Na mbinguni pia. Tukikutana tunaimba. Kama pia tunakuwa na waongozi. Kabisa. Kwa kweli matamanio yetu makubwa ni hayo. Kwamba tunataka hiyo tuwe, yani tunatamani tuwe kama Makuburi. Makuburi pale kuna kwaya nyingi, kwaya ipi Makuburi? Kuna Kizito. Kuna Nuarite. Kizito. Kwaya Kizito. Tunatamani kweli, maana wanasema kwenye mafanikio lazima utamani kwa yule aliyofanikiwa ukajifunza. Wape neno moja basi Kizito, kama wanakutazama hapa waambie. Kwanza kabisa kwa Mwalimu Geradi. Mwalimu Geradi Zakaria, wakati wimbo unatoka ule wa Tumaini Letu, unatoka kama mchana, mimi nilimuomba kopi kupitia mtandaoni. Alinitumia ile kopi. Kwa hiyo kwanza hili nampongeza. Tumaini Letu. Mwalimu Zakaria unasikia Tuendelee. Kwa hiyo kwa kweli na nashukuru. Kwa kweli ile kopi alinitumia. Lakini ninachowaambia Kizito, tuna tamasha la parokia. Hatujui mwezi gani, lakini Mwalimu Mukasa, kama unanisikia ili ulifahamu kwamba tutakuja kuwaomba kwenye tamasha hilo la mashindano kwaya ile, natamani ije Mbande. Ya Kizito. Haya jamani, Mwalimu Mukasa, kuna ujumbe wako huku kutoka Mbande. Kwa hiyo kwa kweli hilo mwalimu kama anasikia, tutakapokuja basi asisite kuja. Lengo hasa kuleta chachu ya kwaya zote za parokiani. Kwa hiyo pamoja na kuwa kwaya ya Kigango, hapa hata mpango kwamba siku fulani ama mwaka fulani tutaingia studio na sisi kurekodi rekodi yetu ya mwanzo kabisa tukiwa katika kituo cha sala. Mpango huo upo. Lini hiyo tutarajie? Na huu mwaka nadhani utapita. Ukweli tu tuzungumze reality tu kwamba mwaka huu utapita kwa sababu tuna safari ya kwenda Morogoro kwenye utume. Mkoani Morogoro. Yaani hapo kituo cha sala tu mshaanza na safari, mwenyekiti. Mwenyekiti mambo. Kwa hiyo tuna safari ya Morogoro. Tukirudi hiyo basi ndio mpango sasa wa kwenda kurekodi utafuata. Morogoro, wilaya ya Morogoro vijijini, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Kikondeni, au masema maarufu inaitwa Kisaki. Lini hiyo? Kiangazi, kwenye mwezi wa 8 au wa 9. Mtasindikiza au mtaki? Jamani, tena Kisaki na kwaya ya Mtakatifu Veronica. Kwa nini wanaume ni wachache sana? Pamoja na kuwa wahamiaji, sawa ni wahamiaji, mnapohamia kuna wanaume, kuna wanawake. Kwa nini wanaume ni wachache sana? Na hii, ndugu mtangazaji, ni changamoto kwa kweli kwa kwaya nyingi sana. Wanaume kujiunga kwenye kwaya. Wanahisi kwamba kujiunga kwenye kwaya inatakiwa uwe na muda wa kutosha. Kumbe si kweli. Hii dhana huwa inapotosha sana wanaume kujiunga kwenye kwaya. Kwa sababu huyu mwanaume anasema yuko busy, lakini anakesha kwenye mpira au saa 10 ile, kwa mfano kama leo kwenye mpira hakosi. Yuko tayari hata kazini atoroke, lakini kwenye kwaya anasema yuko busy. Hii ni changamoto. Kwa hiyo kikubwa wanaume wapo, lakini kujiunga kwenye kwaya ni changamoto. Nakwambia mimi muda sina. Kumbe si kweli. Inabidi tumuimbie Mungu.
wapo watu wenye sauti katika kituo chetu cha sala wanaweza wakaambia, lakini shida ni hiyo kwamba imekuwa na ugumu. Sasa sijajua labda tufanye novena ili basi mioyo yao ifunguke wajiunge na kwaya. Na ni kweli tuna changamoto sana. Unavyoona hapa sauti wanaume ndo kama unavyotuona. Mko wa 4? Tuko wa 4, yes. Kuna mmoja nilimuona hapa. Yuko wapi yule? Yule katibu wangu msaidizi wa Kigango. Alafu katibu kwa nini asaje aje kuimba hapa na yeye? Ndio hao tunaowazungumza. Alifanya mazoezi. Sasa katibu, unajua leo tumekuja Sauti Live. Alafu hatujui tutakuja tena lini. Ndio. Alafu wewe unadhani katibu pale aumii? Amekuja mwenyewe. Kajeta Mimi nimekuombea hata kama hujafanya mazoezi, zile pale nyimbo si unazijua? Nazifahamu ndio. Basi kakae pale katibu, kakae pale. Na kwanza katibu pale alikuwa anashindwa kusema. Alikunongoneza? Yaani mimi nilipomwangalia tukasema anasema yani TV Tumaini anaondoka hivi hivi, kweli mimi nisiingie hata kwenye kamera jamani. Katibu, kilo chama kimesikika Asante sana. Ila nishukuru mimi. Kuanzia leo nitajiunga kwaya. Mwenyekiti, una wito gani sasa kwa wana kituo cha sala cha Mtakatifu Veronica? Cha Mtakatifu Beda. Mtakatifu Beda. Yes, kwa Mtakatifu Veronica. Kwa Mtakatifu Veronica. Haya twende. Umenipata lakini. Ndio nimeshakupata. Mimi kwa kweli ninachotaka kuasa kwaya hii ya Mtakatifu Veronica wadumu kwenye utume. Changamoto ni nyingi, lakini basi hakuna kitu kizuri kama kumuimbia Mungu. Kwanza ukiona sura hapa kuna mama mmoja Batizula amesafiri. Yaani mimi hapa nina mwaka karibuni wa 4 lakini wanakwaya hawazeeki. Kwa ajili ya kuimba. Uzeki. Yaani wakati wote wewe unakuwa na amani tu wakati. Alafu kitu kingine mtangazaji, kuimba ni shortcut ya kwenda mbinguni. Kabisa. Umesikia? Hii ni shortcut. Ni shortcut ya kwenda mbinguni. Kwa sababu sisi ndio tunaoshinda kanisani kwa wiki mara 4. Tunakuja mazoezi Jumatatu, Alhamisi, Jumamosi na Jumapili. Kwa kifupi wanakwaya ni watu ambao wanakwenda kanisani mara nyingi katika wiki. Yes. Kuliko watu wengine wowote. Jipigeni makofi wanakwaya jamani. Tunakwambia kazi mpaka tukutane mbinguni tuimbe na malaika. Si ndio Kabisa. Tuimbie Bwana. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumuimbie Bwana. Mko ngapi mwenyekiti? Jumla ya kwaya wako 20. Lakini kwa bahati mbaya wengine wamesafiri, lakini jumla ni 20. Wako 20 lakini wanaume 4. Wanaume mko? Wanaume 4 wapo 20 lakini wanaume 4. Wanaume jamani, wanaume. Mbinguni tunahitaji hizo besi zenu. Si ndio jamani Kabisa kabisa. Besi na sauti ya 3, si ndio? Kabisa. Mimi nikushukuru sana mwenyekiti, niendelee kukutekea utume mwema. Amina. Natamani siku nikija hapa nikute sasa parokia. Sawa. Sawa. Na muwe wakubwa kama mnavyotamani. Kabisa. Si katika kuimba tu, kuata katika roho zetu tujae utukufu. Si ndio jamani? Kabisa. Makofi mengi kwake mwenyekiti. Na mtazamaji, ni kwaya Mtakatifu Veronica kutoka kituo cha sala cha Mtakatifu Beda, parokia ya Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume Mbande, lakini kituo hiki kipo ndani ya Kigango cha Mtakatifu Padre Pio. Sauti Live iko hapa leo kumtukuza Mungu, kumwimbia katika roho na kweli na kwaya ya Mtakatifu Veronica. Tunakwenda kusikia tena sauti nzuri sana kutoka hapa nje ya kituo cha sala cha Mtakatifu Beda na kwaya ya Mtakatifu Veronica. Usiondoke. Malaika wana mwili wangu
nitaimba, nitataja sifa zake. Mungu ni mwenyezi, hakuumbwa, hana mwanzo wala mwisho, yeye aishi milele. Matalivi nanda wapiga, wafurahia utukufu wake. Nasi ni vema kumwimbia Mungu na kuziimba sifa zake. Nitaimba na kumsifu Mungu, nitaziimba sifa zake. Nitaimba sifa zake Mungu siku zote. Nitaimba, nitataja sifa zake Mungu. Yeah.
basi enendeni mfanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, na tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Shangilieni matendo ya Bwana Aliyotutendea Mungu wetu, pazeni sauti kwa shangwe kubwa. imbeni sifa zake Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Twasifu milele jina kuu lile la Bwana. Twasifu milele jina kuu lile la Bwana. Makimbilio salama iko kwa jina la Yesu. Utuombee sisi wanaohumu tunamoishi, hakuna usalama. Shangilieni matendo ya Bwana, Aliyotutendea Mungu wetu, pazeni sauti kwa shangwe kubwa. imbeni sifa zake Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Twasifu milele jina kuu lile la Bwana. Twasifu milele jina kuu lile la Ewe Roho Mtakatifu, ewe Roho Mfariji, tunakuomba utujalie hekima tuweze kuyamudu maisha haya. Shangilieni matendo ya Bwana, Aliyotutendea Mungu wetu, pazeni sauti kwa shangwe kubwa. imbeni sifa zake Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Twasifu milele jina kuu lile la Bwana. Twasifu milele jina
inawatoka. Na mtazamaji, ni Sauti Live kutoka katika kituo cha sala cha Mtakatifu Beda. Yes. Ndani ya kigango cha Mtakatifu Padre Pio, parokia Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume, Mbande, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na nipo na kwaya Mtakatifu Veronica tukisali mara mbili. Mara hii tunapata wakati wa kwenda mapumziko, nikirejea tutaendelea zaidi. Usiondoke. Sauti Live. Sauti Live. Yes, tumerejea tena. Kama ndio kwanza naungana nasi, ni Sauti Live, kipindi kilichokuwepo miaka dahari na mikaka, kipindi kinachokupa tafakari kupitia muziki mtakatifu, muziki wa dini, lakini kipindi kinachokujuza masuala mbalimbali kuhusiana na muziki mtakatifu. Mimi ni Mary binti Yuda pamoja na crew nzima ya Sauti Live. Leo tupo ndani ya kituo cha sala cha Mtakatifu Beda katika kigango cha Mtakatifu Padre Pio, ndani ya parokia ya Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume, Mbande. Ni Mbande, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na kwaya Mtakatifu Veronica ndivyo ninayojidai nayo, ninayoinjilisha nayo siku ya leo kupitia Sauti Live. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Yes, ni kwaya moja matata sana, lakini katika kwaya hii wanaume ni 4 tu. Hatari jamani, makofi mengi kwenu. Bado napata mawazo, mwalimu anaipataje base, anaipataje sauti ya 3? Mwalimu upo? Nipo. Hebu njoo kwanza tuzungumze hapa kabla sijazungumza na wanakwaya wa Kongo hawa. Wanakwaya wa kudumu ni waiti. Sogelea hapa maiki mwalimu. Mwalimu, una wanakwaya wa kiume 4 ambao ndio wakubwa na wa kuwategemea. Vipi kwenye ile sauti ya 3 na sauti ya 4? Unazipata vizuri kweli ama inakuwaje? Kwa kweli kwa sauti ya 4 kidogo tunaona tunao 3 pale, lakini sauti ya 3 hatuna kabisa. Lakini tulikuwa naye mama amesafiri sasa hivi, huko amesafiri, yuko nje ya hapa. Lakini kuna kaka mwingine mmoja pia kwa leo yupo kazini, kwa tunao sauti ya 3 wawili, lakini kwa leo pia hawapo. Lakini kama hawapo basi huwa naimbaga mwenyewe Sauti ya 3. kabisa. Hongera sana. Na mambo yanakwenda kabisa. Mambo yanakwenda kwa kiasi chake, Kwa kiasi chake, sio vile kama mnavyotamani. Sio vile. Changamoto nyingine ipi ambayo unaipata katika ufundishaji wako ndani ya hii kwaya? Changamoto ndio kama hivi, unaona sauti ya 3 hamna kabisa. Saa nyingine wakati nafundisha sauti 3 tu, ya 4 na ya pili na ya kwanza. Sauti ya 3 basi naipita tu, sifundisha. Kwa sababu mimi mwalimu, basi nasoma mwenyewe muziki, baadaye nakuja kuimba mwenyewe. Lakini pia hata sauti ya 4 nao pia tunaona tuko wako 3. Wakati mwingine huwa pengine asitokee kwenye mazoezi au atokee mmoja. Kwa hiyo napata changamoto, kwa kweli changamoto ipo. Lakini pale wanapokuja sio kesi sana kwamba sauti fulani imekosekana katika kwaya. Sio kesi. Sio kesi sana, hususan sauti ya 3. Wakati napokosekana kuna kitu fulani kinapotea, kuna ladha fulani inapotea. Lakini basi kwa huu utume tu wa Mwenyezi Mungu basi mambo yanaenda. Haya mtazamaji, mambo yanakwenda hivi katika kigango cha Mtakatifu Padre Pio, kituo cha sala cha Mtakatifu Padre Beda, na hii ni kwaya ya Mtakatifu Veronica. Tunasonga mbele ndani ya Sauti Live tukiendelea kuinjilisha kupitia muziki mtakatifu. Una wito gani kwa wanakwaya mwalimu? Wito wangu kwa wanakwaya, kwanza
kama alivyosema mwenyekiti kwamba kwaya hii ina upendo zaidi, na upendo, na kwa kweli ni kweli upendo inao kwaya hii. Kwa hiyo mimi wito wangu basi tudumishe huo upendo ambao tunao siku zote, tuuendeleze na tusiuache kamwe. Okay. Na vipi kuhusu wanakwaya wetu hawa? Wanakwaya wetu hawa nafikiri hapa wameambatana na dada yao. Huyu hapa unaona ni familia moja. Wow. Hawa hapa na huyu hapa. Nafikiri kwa mwingine leo hayupo hapa, lakini basi wapo kama wa 4 ndani ya kwaya, wote ni familia, baba mmoja na mama mmoja. Hebu njoo dada. Vigelegele jamani. Mnataka mnaambia kwenu wengine huko nyewe watoto hawapo Mmewaacha. Sogea mbele dada. Sauti ya kwanza huyu kanuna mpaka naogopa kuongea naye mwenzangu. Jina lako? Jina langu Maria Kilian. Kumbe wajina jamani, anaitwa Maria. Maria nani? Kilian. Na hao ni wadogo zako? Mnaimbaga nyumbani ama? Tunaimba. Wanapenda sana kuimba. Kwa hiyo mkiwa nyumbani mnafanya mazoezi yale ambayo mmepatiwa huko, mnaenda kufanya mazoezi. Mnajisikiaje sasa mkiwa mnaimba pamoja familia moja hivi? Nasikia furaha. Jamani Maria, mbona unaona aibu Maria mwenzako? Unaleta aibu Maria, mbona unaona aibu? Unawaambia nini? Kuna wenzako wengine wamewaacha watoto wao nyumbani, wadogo zao. Naambia wachukue, awalete katika neno la Mungu. Waepuke changamoto za majumbani. Kumbe mmesikia jamani Haya, makofi mengi kwake Maria. Haya, asante. Mtazamaji, tunakwenda kupata burudani nyingine, nisikuchoshe. Burudani ndio sehemu ya kipindi chetu. Tunakwenda kupata burudani nyingine kutoka hapa katika ardhi ya kituo cha sala cha Mtakatifu Beda katika kigango cha Mtakatifu Padre Pio, parokia Mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume Mbande, Jimbo Kuu Katolika Dar es Salaam, na ni kwaya ya Mtakatifu Veronica. Karibu. Shamba la Bwana, shamba la mizabibu, shamba la Bwana, ndiyo nyumba ya Israeli, ndiyo nyumba ya Israeli. Shamba la Bwana, shamba la mizabibu, shamba la Bwana, ndiyo nyumba ya Israeli, ndiyo nyumba ya Israeli. Matawi yake hata mbali, na miti yake hata kunako mto, na miti yake hata kunako mto. Shamba la mizabibu, shamba la Bwana, shamba la mizabibu, shamba la Bwana, ndiyo nyumba ya Israeli, ndiyo nyumba ya Israeli.
shamba la mizabibu, shamba la Bwana, shamba la mizabibu, shamba la Bwana, ndilo nyumba ya Israeli, ndilo nyumba ya Israeli. Wakati wa mvua nyoka ndo wanakaa nje. Tafuteni Bwana, tafuteni Bwana, sikieni neno, Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi. mbaya ache njia yake, haya na mtu asiye haki, ache mawazo yake, nyakati zaisha. Tafuteni pote neno moja linapatikana. Kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi, tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi. Mawazo yake sio kama ya kwetu, na wala njia zake sio kama njia zetu wanadamu. Narudia tena, Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi. Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi. Maneno yake yatokayo kinywani hakika hayatamrudia, bali yatayatimiza. Bado na wasihi, Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi, Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi. Mtu mbaya ache njia yake, mbaya na mtu asiye haki, ache mawazo yake, nyakati zaisha. Tafuteni pote neno moja linapatikana. Kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi, Tafuteni pote neno moja linapatikana. kana Mteni yeye maadamu yu karibu nasi.
haleluya, kwa wema wako. Asante Yesu, haleluya, asante sana, haleluya, kujitoa kwetu haleluya, ukawa chakula. asante Yesu, asante, Kujifanya kwetu haleluya, kinywaji cha Roho. asante Yesu, asante. Hapo mkate huu wa uzima, tunapata uzima tena wa milele. Tukapo kikombe hiki cha wokovu, twatangaza ufufuko wako uliyetukomboa. Asante Yesu, Haleluya, kwa wema wako. Asante Yesu, haleluya, asante sana, haleluya, kujitoa kwetu haleluya, ukawa chakula. asante Yesu, asante, Kujifanya kwetu haleluya, kinywaji cha Roho. asante Yesu, asante. Kila nikikutafakari, nikiwaza upendo wako kwangu, nasema Asante Yesu, asante. yote unayonitendea, hasirani siwezi elezea. Yesu, Asante Yesu, asante. Unatufundisha upendo, tuwajali wote, wakubwa hata wadogo. Asante Yesu, asante. leo hii umetukuka, ninaomba nami unijaze baraka. Asante Yesu, asante. Asante Yesu, Haleluya, kwa wema wako. Asante Yesu, haleluya, asante sana, haleluya, kujitoa kwetu haleluya, ukawa chakula. asante Yesu, asante, Kujifanya kwetu haleluya, kinywaji cha Roho. asante Yesu, asante. Yes, asante Yesu ni maneno mazuri na matamu sana kutoka kwa yaya mtakatifu Veronica katika kituo cha sala cha mtakatifu Beda katika kigango cha mtakatifu Padre Pio parokia mtakatifu Yakobo Mkuu Mtume Mbande jimbo kuu la Dar es Salaam. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli, katika roho na kweli. mwimbie Bwana. Wanaume mpo, Tupo, mpo wanaume, tupo, wanaume wa Katoliki. nguzo imara katika hekalu la Bwana. Wacha we, nguzo imara katika hekalu la Bwana. Wanaume wa Katoliki, Kwa upendo wa Kristo kina mama. Kwa upendo wa Kristo. Nisikie shangwe za kwaya mtakatifu Veronica. Na mtazamaji, nambari yetu ni ile ile 0742773444. Tunakwenda kupata burudani nyingine kidogo tukielekea ukingoni jamani, au sio? Kwani mmechoka? bado Mmechoka?
atayatazama mnayoyawaza. Atanibariki anavyopenda. Bwana atautazama udhaifu wangu. Atanibariki anavyopenda. Bwana alinijua kabla yenu nyote. Yote ni yeye aseme neno, kwani Bwana atayatazama mnayoyawaza. atanibariki anavyopenda. Bwana atautazama udhaifu wangu. Atanibariki anavyopenda. Mimi ni mtumishi mwanadamu, kiongozi wake. Nitanelewa alivyosema yeye. Bwana atayatazama mnayoyawaza. Atanibariki anavyopenda. Bwana atautazama udhaifu wangu. Atanibariki anavyopenda. Atautazama mnayoyawaza. Atanibariki anavyopenda. Bwana Atautazama atautazama udhaifu wangu. atanibariki anavyopenda. Nafikiri kwamba mwanijua sana, kuliko hata Muumba wangu. Yeye Bwana atayatazama mnayoyawaza. atanibariki anavyopenda. Bwana atautazama udhaifu wangu. Atanibariki anavyopenda. Ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, kwa siku, kwa wiki, kwa miezi, hata na miaka. ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, kwa siku, kwa wiki, kwa miezi, hata na miaka. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante?
hata na miaka. Bwana ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, masiku kwa wiki kwa miezi hata na miaka. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? watoto wazuri Bwana amenijalia, acha leo niende nikamwambie asante. Bwana ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, masiku kwa wiki kwa miezi hata na miaka. Bwana ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, masiku kwa wiki kwa miezi hata na miaka. Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? nilicho nacho uwezo nilionao amenijalia yeye nikamwambie asante. Yaani kwa hii video mimi nilikuwa nishafunga simu. Bwana ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, masiku kwa wiki kwa miezi hata na miaka. Bwana ni mambo mangapi Bwana Ameyatenda kwangu mimi, masiku kwa wiki kwa miezi hata na miaka. Naomba kuwasiliana Kwa na muda. nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Kwa nini na mimi leo nisiende kwake Bwana aliyeniumba, nikamwambie asante? Ni moja jana, ni moja leo, ni moja, asili yake ni Yesu Kristo. Ibada moja, sheria moja, matokeo yale yale, imeenea pande zote, ulimwengu mzima
Mbande. Mbande jamani, sio Mbande, ni Mbande, jimbo kuu la Dar es Salaam. Mimi niwashukuru sana kwaya ya Mtakatifu Veronica. Kwa mara ya kwanza kabisa ninakwenda kukutana na kwaya, ama nimekutana na kwaya katika kituo cha sala. Shangwe nyingi kwake Mungu. Basi mimi niwashukuru sana, niendelee kuwatakia utume mwema. Amina. Shukrani kwa wenzangu waliosimama katika kamera. Yupo Waziri Suka, lakini pia nina Innocent John pamoja na Michael Ali akihakikisha picha zinakuwa bora kabisa. Mimi ni Mary binti wa Yuda, hadi wakati mwingine, mara nyingine, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini TV. Mungu akubariki sana. Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Sauti Live.